Bismillahirrahmanirrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna Allaha la yakbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu fi suduri rijal. Allah hachukui ilmu yake tu mara moja hivi, lakini Allah anachukua ilmu yake kwa kuwachukua wale ulama, wale mashekhe ambao tunawategemea kwamba hawa ndio tunachukua ilmu kutoka kwao. Kwa hiyo leo umma wa Kiislamu umepata pigo kubwa kwa kuondokewa na Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini. Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini rahimahullahu ta'ala ni mmoja katika wanachuoni wakubwa, na Sheikh Abu Ishaqa ni mzaliwa wa Misri, alisoma huko skuli na nini, lakini safari yake ya kiilmu ya shekhe ilianza baada ya kumaliza chuo kikuu katika kulia lugha, katika kulia ya lugha ya Hispania. Alisomea kulia hiyo, lakini siku moja alitoka katika mji wanaoishi ambao ni katika kijiji kinaitwa Huwain. Huko alitoka huko akaenda katika mji wa Al-Qahira, mji mkubwa wa Misri. Alikwenda kwa ndugu yake. Alipofika kwa ndugu yake kule alikaa, ikawa siku za Ijumaa anakwenda kusikiliza hutuba za Sheikh Kishki yule wa Misri rahimahullahu ta'ala, ambaye amekufa miaka mingi pia. Sasa siku moja Sheikh asema wakati anatoka katika hutuba ya Ijumaa alikwenda kununua kitabu kinachoeleza sifa ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliona kitabu kimeandikwa sifatu salati nabii, ikabidi aulizie bei yake kwa ajili ya kukinunua, lakini kitabu kilikuwa kinauzwa bei ghali. Kwa hiyo hakuweza kununua kitabu kile sifatu salati nabii ambacho ni kitabu cha Sheikh Albani. Ikabidi anunue kidogo chake, mukhtasari yake. Akauziwa kidogo chake, akaenda kukisoma kile kitabu mwanzo mpaka mwisho. Alipokisoma, Sheikh asema nilivutiwa sana na uandishi wa Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, namna alivyokuwa amepangilia kitabu chake, hasa katika utangulizi wa kile kitabu. Asema Sheikh, kuanzia hapo ndio ikaanzia sasa safari yake ya kutaka kuingia na kustakiri katika kutafuta ilmu hii, kwa sababu huko nyuma alikuwa amesoma sana mambo ya sekula na mfano wake. Kwa hiyo ikawa anaulizia watu kwamba aende kusoma kwa nani na nani na nani. Sasa Sheikh aeleza, asema siku moja, kwa sababu yeye alivutiwa na uandishi wa Sheikh Albani, kufuatilia hadithi, udhaifu wa hadithi, usahihi wake. Siku moja Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini aeleza, asema Sheikh Kishki ambaye alikuwa anapenda sana kwenda kusikiliza hutuba zake. Siku moja Sheikh Kishki alisoma hadithi ile, Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini asema akaingiwa na mashaka, mbona hii hadithi kama vile ni dhaifu au ni sahihi? Ikabidi Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini aende kufuatilia ile hadithi, akakuta ile hadithi ni dhaifu. Akarudi kwa Sheikh Kishki akamwambia, katika hutuba yako uliotoa kuna hadithi ulisoma pale, ile hadithi ni dhaifu, Ibn al-Qayyim kaidhoofisha. Sheikh Kishki alimwambia maneno madogo sana yenye kuumiza, akamwambia, ya bunayya ta'allam qabla an tuallim, soma kwanza kabla hujasomesha. Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini asema haya maneno yalinifanye ninyong'onyee, soma kwanza kabla hujasomesha. Ndio hapo sasa akaingiwa na ile hamasa sasa ya kutaka kusoma ilmu ya hadithi. Shekhe huyu alhamdulillah alikuwa na mashekhe wengi sana. Alisoma kwa baadhi ya mashekhe wa Jamiatul Azhar, akiwemo shekhe mmoja anaitwa Shahin rahimahullahu ta'ala. Alisoma katika baadhi ya vitabu vinavyohusu ilmu ya hadithi, lakini pia katika mashekhe ambao alisoma kwao ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz katika mji wa Jeddah. Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini pia alisoma kwao. Lakini pamoja na hao mashekhe wote aliosoma kwao, katika mashekhe ambao Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini alichukua vitu vingi kutoka kwao, basi alikuwa ni Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Na hata wanafunzi wa Sheikh Albani wanasema, kama anavyoeleza mmoja katika mashekhe anaitwa mashuhuri Hassan al-Salman, asema wallahi hatujapata kumwona Sheikh Albani amefurahi kama anavyofurahi baada ya ujio wa Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini. Mpaka kuna maneno mashuhuri ya Sheikh Albani akimsifu Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwaini. Sheikh Albani alimwambia Abu Ishaqa Al-Huwaini,
sahha laka ma lam yasihha li ghairi, kuna mambo wewe kwako yamethibiti, kuna vitu wewe Allah amekupa wengine hawana. Na si hivyo tu, Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu Silsilatul Ahadithi Sahiha asema wanabbaha ala dhalika sadiquna alfadhilu, na amelizindua hilo rafiki yetu mbora kabisa Abu Ishaq al-Huwaini fi kitabihi al-Qayyim, katika kitabu chake kizuri kabisa ambacho kinaitwa Ghawthul Maqdud fi takhriji Muntaqab Jarud. Sheikh Abdullah ibn Jibril sema kwamba Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini ni muhaddithu Misra, ni mwanachuoni wa hadithi katika nchi ya Misri. Kwa hiyo huyu ndio Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni ambaye amemaliza umri wake katika kuzitumikia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na na vitabu vingi vya hadithi kaandika. Kwa hiyo lazima Waislamu tusikitike kwa kuondokewa na jabal katika majabali ya ilmu, na tumuombe msamaha shekhe wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa pale ambapo amekosea, na Allah subhanahu wa ta'ala lijalie kaburi lake liwe ni riyadhu min riyadhi janna, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pia atukutanishe sisi na yeye katika pepo yake. Hakika sisi tunampenda kwa ajili ya Allah, na Mtume anasema almar'u ma'a man ahabba. فمن أعظم المحن أن يبقى العالم وحده وأن يموت نظره، لأن بقاء العلماء يشد بعضهم بعضا. Shekhe anasema katika mitihani mikubwa na katika mabalaa makubwa kwa mwanachuoni ni pale ambapo marafiki zake wanapokufa kisha akabakia yeye peke yake, hana mwenzake wa kumpa nguvu. Ni moja katika mitihani mikubwa sana wanayojaribiwa wanachuoni wetu. Allah wahifadhi waliokuwa hai na warehemu waliokufa.